Karibu mpendwa mtazamaji na msikilizaji katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, lakini katika siku ya leo tutakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja na James Benedicto Didas. Wote hawa ni kutokea nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Na nikukumbusha kwamba tupo katika robo ya kwanza ya mwaka 2026 ambapo katika robo yote hii tunajifunza kuhusiana na kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Na leo tena ikiwa ni katika somo la 9, juma hili tunaweza kujifunza kuhusiana na upatanisho na tumaini, ndicho ambacho tutaweza kutembea nacho katika juma hili. Na nimkaribishe mchungaji Didas aweze kutupatia ombi la ufunguzi, alafu tutaweza kuendelea na kipindi chetu. Karibu tuweze kuwa sote. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema wa mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Amina. Asante kwa wema, rehema na fadhili zako kwetu. Asante kwa kuwa wewe ni mpatanishi wetu, mwokozi wetu, ambaye uliamua kuchukua asili yetu ukaacha asili ya uungu ili uje ukae kwetu, ufunue mpango mkubwa wa kurejesha mwanadamu katika mahusiano thabiti na Mungu. Tunakushukuru hivyo kwa sababu umekamilisha hili, na tunaomba tunapojifunza na kukuelewa, basi tuendelee kusikia, kuhisi furaha, amani na tumaini ndani yetu tunapongoja kuja kwako mara ya pili. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu. Amina. Amina. Nikushukuru sana mchungaji Didas, karibu katika kipindi chetu hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Na mchungaji Tuvako pia karibu kwenye kipindi hiki cha mwongozo kujifunza Biblia. Nakushukuru mwenyekiti katika juma hili. Na sasa basi moja kwa moja tunaendelea, lakini kabla ya kujikita katika somo la juma hili, upatanisho na tumaini, ni kuomba mchungaji Tuvako uweze kutupitisha katika somo la juma lililopita, ni somo la 8 hili. Nini hasa ambacho tuweza kujifunza? Karibu mchungaji Tuvako. Ninakushukuru mwenyekiti. Somo la 8 la juma lililopita lilikuwa na kichwa ukuu wa Kristo katika yote. Somo linaonekana liliibuliwa kutoka katika fungu la kukariri ambalo ni Wakolosai sura ya kwanza ya 15, 16 na 17, ambalo lilisema, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikana katika yeye. Na sura ambayo tuliangalia ya kwanza, tuliona sehemu ya kwanza ambayo tulisema katika pendekezo kwamba ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya sehemu 2 kuu za sura ya kwanza ya Wakolosai. Na hivyo tukaangalia hususan mambo yanayohusu ukuu wa Kristo. Tukamwona kama ilivyokuwa lugha na utamaduni wa Kiebrania, kumpa heshima ya juu sana ni kumuita mzaliwa wa kwanza. Na hivyo tukamwona Kristo akiitwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, sio kama aliyeumbwa, lakini kama aliyevianzisha, aliyeviumba vyote. Na jambo la pili, tukamwona akiwa mfano wa Mungu asiyeonekana, hivyo alimdhihirisha Mungu ikiwa ni mfano halisi wa Mungu kwetu. Hivyo tukamwona Mungu kupitia kwa Kristo katika mjadala wa somo letu lililopita. Ninakushukuru sana mchungaji Tuvako kwa kutukumbusha kile ambacho tulikiangazia katika somo la 8 juma lililopita. Somo la juma hili ni mwendelezo. Mchungaji Didas, kama ambavyo umeweza kumsikia mchungaji Tuvako akieleza hapo somo lililopita, na kuna uhusiano kati ya somo la juma lililopita na hili la juma hili. Na tunazungumzia nini hasa kuhusiana na upatanisho na tumaini, ambapo ndio tumejikita hapo katika juma hili, upatanisho na tumaini. Karibu sana mchungaji Didas. Naam, asante sana mwenyekiti. Ndio. Somo letu la 9 juma hili, upatanisho na tumaini, ni somo la maana kabisa ambalo kimsingi Paulo anaendeleza mada ya upatanisho. Mada ambayo kwa sehemu tuliona katika somo la juma lililopita. Kwa hiyo juma hili tunajifunza kwa kina sana juu ya jinsi msalaba unavyoweza kutupatanisha na Mungu.
Amina. Ya, na kwa namna ya msingi sana tutaona masomo kadhaa na Mungu mwenyewe ambaye ndiye mpatanishi anavyochukua hatua ya kwanza kutupatanisha na nafsi yake. Amina. Na kwa namna hiyo anamtuma Kristo ili aje ulimwenguni kwa ajili ya kufanya kazi hii ya kupatanisha wanadamu na nafsi yake. Lakini kwa namna tunavyoitikia ni lazima tudumu katika imani. Tunadumu hatugeuzwi na kuacha tumaini la Injili. Injili inayofunua mpango wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu, ambayo mahali fulani tutakavyojifunza inaitwa siri ya Mungu. Siri iliyofichwa kwa zama nyingi. Lakini tutajifunza pia kwamba sisi katika kazi yetu kwa ajili ya Kristo tunapaswa kujua wajibu wetu ni mawakala tu katika mpango kubwa sana wa Mungu wa kumwokoa mwanadamu. Lakini pia tutajifunza kwamba uweza wa Injili unatufanya tuwe tayari kwa ajili ya wokovu katika Kristo Yesu. Hizo ni mada ambazo tutajifunza katika somo la juma hili kimsingi. Lakini ninalipenda sana fungu letu la kukariri la juma hili. Ni miongoni mwa mafungu ambayo mimi ninayapenda. Wakati mwingine nilikuwa nafikiri mpaka nasema hili fungu kana kwamba lingekuwa limekaa kando ya Yohana 3:16. Anaposema Paulo katika Wakorintho wa pili, waraka wake wa pili kwa Wakorintho sura ya 5 aya ya 21, anasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Tulijifunza shuleni kipindi fulani kitu kinachoitwa barter trade. Biashara ya kubadilishana bidhaa kabla ya mfumo wa fedha kuingia. Nilipata picha hapa nikaona barter trade ya ajabu sana kuwahi kutokea katika historia. Kwamba Mungu katika nafsi ya Kristo aliamua kubadilishana nasi. Ndio. Akachukua dhambi iliyokuwa yetu ili tupate kuwa haki ya Mungu. Na Biblia inasema Mungu alimfanya Kristo, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Naam. Kitu hicho kibaya cha kuchukiza ndicho Mungu alichomgeuza Yesu na kilikuwa cha kwetu. Ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu. Msalaba unadhihirisha jinsi ambavyo laana yetu ilichukuliwa, Mungu akatupatia baraka. Umaskini wetu ukachukuliwa, Mungu akatupatia utajiri wa milele. Hatia yetu ikaondolewa, tukaunganishwa na Mungu kwa njia ya msalaba wa Kristo. Ni somo la namna ya pekee sana juma hili na ambalo ninapenda kumkaribisha mpenzi msikilizaji na mtazamaji tuweze kujifunza pamoja, tuone jinsi Mungu anavyofunua mpango wake wa wokovu wa mwanadamu. Na asante sana Mchungaji Didas kwa kuweza kutupatia ule utangulizi wa somo letu la juma hili. Na juma hili Mchungaji Tuvako, nije kwako. Tuna vitu vile ambavyo tunaviangazia sasa kabisa, ambapo ni upatanisho na tumaini. Sasa hebu tuanze na huu upatanisho huu. Ndio. Kwa nini tunahitaji upatanisho? Kwa nini tunahitaji sana upatanisho? Naongezea na hiyo sana. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia ukiunganisha hapo kiuhalisia, hali yetu ikoje na upatanisho ukoje? Unganisha hayo mambo. Karibu sana Mchungaji Tuvako. Nakushukuru mwenyekiti, nimeshukuru jinsi Mchungaji Didas alivyotuingiza katika hili upatanisho na tumaini. Kwa nini tunahitaji upatanisho? Upatanisho ni nini? Nilipenda kauli moja ambayo imewekwa kwenye ukurasa 109 katika mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Ipo kwenye ibara ya kwanza ambayo inasema mtu fulani aliwahi kusema kwamba fundisho moja la Kikristo ambalo halihitaji kuchukuliwa kwa imani ni hali ya dhambi ya wanadamu au ya binadamu. Huhitaji kuamini, kufundishwa uamini kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi. Ndio. Wewe unajua ni mwenye dhambi. Unajua hali yako, ninajua jinsi nilivyo mwenye dhambi. Ikiwa sio kwa kutenda ni kwa kunena, ikiwa sio kwa kunena ni kwa kuwaza. Ninahitaji kutambua kwanza uhalisia wangu. Kwamba niko mbali sana na ukamilifu wa Kristo. Ili nifanyiwe sasa hiyo kazi ambayo Kristo mwenyewe ana uwezo wa kuifanya. Hivyo kwa nini nahitaji upatanisho? Nianzie hapo kwamba ni kwa sababu binadamu kama nilivyo, wanadamu kama tulivyo,
tangu Edeni, tangu dhambi ilipoingia katika sayari hii, tuliwekwa mbali na ukamilifu wa tabia ya Mungu. Mwovu ametusukuma mbali sana. Lakini katika hili pia ni dhahiri kwamba ni muhimu tukatambua ya kwamba katika bustani ya Edeni ndipo ambapo Mungu alionyesha, katika lugha ya kigeni nasema interest, shauku yake kwa ajili ya watu wake. Pale alipouliza uko wapi, Adamu na Hawa wakiwa wamejificha, si kwamba Mungu alikuwa hajui walipo, si kwamba alikuwa hawaoni, lakini tulianza pale katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kutambua kwamba Mungu ndiye anayeanza kututafuta. Hivyo anayetafuta na kuanzisha mchakato wa upatanisho. Kwamba huu upatanisho ukoje, tulianza kuona tangu wakati wa wazazi wetu wa awali. Bwana aliposhuka akauliza uko wapi? Hivyo yeye anapotutafuta, yeye ndiye anaanzisha hilo zoezi la kutupatanisha na yeye mwenyewe. Lakini linaendelea hili katika somo letu hili, tunaliona vizuri kabisa ya kwamba hatua ya kuingia katika dhambi na dhambi ilivyoingia, Mungu hakusubiri liwepo swali sasa itakuwaje. Dhambi ilipoingia, Mungu hakuwa ameketi anasubiri kwamba sasa wameingia kwenye dhambi, sasa itakuwaje. Maandiko yanatuambia, tutayaona haya mafungu tunavyoendelea, jinsi ambavyo aliupenda ulimwengu na alimpenda na alikusudia kumtoa mwanawe kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa lugha hiyo alikuwa na mpango tayari. Lakini sema jambo lingine ambalo liko dhahiri, mpango huu wa kumtoa mwanadamu katika dhambi unaonekanaje? Wakolosai ile 1 sasa tunapoiangalia sasa aya 21 na 22 anatumia maneno haya. Wakolosai 1:21 na 22, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. Unaona mchakato huu wa Kristo kutoa, unaonekana kabisa ndiye anayesukuma kupatanisha mwanadamu na Mungu. Upatanisho una umuhimu gani? Ni kurejesha yule ambaye aliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu katika kile ambacho Bwana alikusudia awe. Na sitachukua muda sana mwenyekiti kuelezea maneno yanavyorudiwa hapa. Hata anapozungumza juu ya wanadamu wanarejeshwa kuwa katika hali isiyo na hatia au mawaa. Kanisa pia katika ujumla au umoja wa waumini. Kwenye Waefeso 5:27 anasema anajitwalia, anajiletea kanisa lililo takatifu, lisilo na hila wala mawaa. Na hivyo kwa namna hiyo nimalizie kwa mambo haya machache mwenyekiti. Wakati mwingine injili ilikuwa inafanywa kuwa ngumu katika mazingira ya kibinadamu, kana kwamba ni jambo zito mno lisilowezekana. Injili ina sehemu 3. Kwanza, inakusudia kukupa na kukufanya utambue kwamba huna uwezo wa kujiokoa. Yaani ugumu unakuja pale ambapo mtu anasema unaweza ukajiokoa, ninaweza kujiokoa. Haiwezekani. Lakini injili ya kweli inakwambia wewe sina. Hivyo Yesu anakuja kufa kwa ajili yangu mimi nisiyeweza kujiokoa kutoka katika kifo. Lakini pili, kwamba yeye unapokubali kifo chake kwa imani hiyo unahesabiwa haki. Lakini la tatu, kwamba maisha mnayoishi sasa yanakuwa ni matokeo. Yaani yale mambo uliyotamani kufanya yanapaswa kuwa matokeo ya kile ambacho Kristo alikusudia kiwe kwako. Naam. Asante sana mchungaji Tuvako. Nijiti na kwako mchungaji Didas. Tunamwona Mtume Paulo anapoandikia Wakolosai juu ya kuwa imara katika imani. Na hiyo tunaona kwenye kwa Kolosai pale 2 na ule mstari wa 5. Kwa nini anatumia neno kudumu? Na hii inatusaidiaje hata leo tunapokuwa tukisoma zile habari, tukisoma Wakolosai fungu hilo ambalo nimelitaja hapo, inatusaidiaje hata katika zama za kipindi hiki? Karibu sana mchungaji Didas.
Asante sana mwenyekiti. Naam. Na napenda nianze kwa kusoma katika waraka wa Paulo kwa Wakolosai sura ya kwanza ile aya ya 23. Aya 23 inasema, mkidumu katika ile imani hali mmewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Mwenyekiti, pamoja na Pastor Tuvako nilirudisha fikra zangu nyuma sana. Nadhani nilikuwa darasa la 6 au la 7. Kipindi fulani cha UMITASHUMTA hivi, kuna mashindano ya shule na shule, kata, mnaenda tarafa, mnaenda wilaya mpaka kitaifa. Sasa wakati fulani na mimi nadhani nilikuwa darasa la 6 la 7 kama nilivyosema, nikapata tu muhemko fulani, nikasema nataka kushiriki moja kati ya mashindano. Kulikuwa na mpira, riadha, taaluma, sanaa. Sasa nikaona kwamba ninaweza nikafukuza upepo. Lakini sikuwa nimejiandaa. Na kuonesha kwamba hata nilikuwa sijajiandaa, hata kuna nguo ambazo kwa kweli kwenye mchezo unapaswa kuwa nazo. Kuna kaptura maalum ya kuvaa. Mimi sikuwa nayo, lakini kuonesha ule moyo mshawasha kwamba nataka kushiriki, hata kuna mtu akakubali kuniazima kuniazima kaptura yake nivae ili nikimbie. Na kweli on your mark, tukapanga mstari na kuna yule anayeongoza, mwalimu yule, kwenye mstari kaa tayari, alafu anapiga mbao fulani, pap zinawaruhusu kukimbia. Ilikuwa ni kama kuzunguka uwanja mara 4. Kaanza kwa spidi katikati ya watu, lakini nakumbuka nilizunguka uwanja mara 1. Ile mara ya pili naanza tu, nilianza kutweta, nasikia maumivu makali, nikatafuta tu mahali ambapo kuna marafiki zangu wamesimama, wale ambao kazi yao ni kuwashangilia. Mimi nikaingia huko, nikawa ninatweta hapo, ninasikia maumivu makali ya kifua. Pole sana. Kwa hiyo habari yangu na ile mbio ilikomea pale. Na kuona ilikomea hapo. Kwa hiyo nilikuwa ninajifunza, nikasema kwamba ni jambo moja kuanza mbio, lakini ni jambo lingine kabisa kudumu katika mbio mpaka kumaliza. Ni jambo moja kupatanishwa na Mungu, na ni jambo tofauti kabisa kudumu katika imani. Na Paulo anazungumza nasi kupitia kwa Wakolosai, anaposema, anasema wanao msingi tayari. Tena ni msingi thabiti, ni msingi imara, msingi ambao haujajengwa juu ya kitu kingine chochote isipokuwa neno la Mungu. Lakini sasa kwa kuwa tumejengwa juu ya msingi huo imara, msingi thabiti wa neno la Mungu usioyumba, basi tuna mahali pa kusimama. Tunapo mahali pa kuanzia, tena palipo imara. Neno la Mungu ni thabiti, haliyumbi, halipitwi na wakati, halisemi uongo. Na neno la Mungu ndilo linalofunua mpango wa Mungu, mapenzi ya Mungu kwa ajili ya mwanadamu, hasa katika wokovu. Kwa hiyo anatuhimiza kupitia kwa Wakolosai kwamba tudumu katika imani. Anapozungumza kwa Wakolosai, anazungumza kana kwamba ana uhakika sana kwamba Wakolosai watafanya hicho, watadumu, kwa sababu tayari ameona ushahidi wa uthabiti na imani yao. Kuna mafungu ya nyuma kule, anaona kabisa Wakolosai ni watu ambao wamepokea imani na wana uthabiti katika safari yao ya imani. Na anaposema mkidumu, anatumia neno la Kiyunani, neno ambalo lina maana ya kina sana, kumaanisha kustahimili, kuvumilia, kutoachilia, kuendelea. Na hivyo kwa sababu tumejengwa juu ya msingi imara ambao ni neno la Mungu, tudumu, tuendelee, tusiachilie imani. Ndicho Paulo anachosema. Anatupeleka kwenye kiini cha wokovu wetu, ambao kimsingi wokovu unapatikanaje? Wokovu unapatikana kwa imani katika Kristo. Na imani inakujaje? Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hiyo hatupaswi kwa namna yoyote, mwenyekiti, kuondoshwa juu ya msingi huu.
Jambo lolote linaloweza kututoa juu ya msingi, jambo hilo linapaswa kuwekwa kando. Ndio. Kuna sauti nyingi sana. Kuna pepo nyingi sana za mafundisho mapotovu zinazojaribu kutuondoa katika Biblia kwa njia mbalimbali. Kuna mawazo fulani yanayoibuka na kuwa maarufu. Kuna shinikizo la kijamii na kitamaduni. Kuna upotovu wa kila aina vinavyojaribu kutuondoa katika Biblia. Isaya anasema 8:20 kwamba na waende kwa sheria na ushuhuda. Na kama hawatendi sawasawa na neno hilo, basi kwao hakuna nuru, au wao hakuna asubuhi. Kwa hiyo tunapaswa kila kitu kinachoweza kutuondoa katika msingi wa neno thabiti, neno la Mungu, kuliondoa na kuliweka kando. Hivyo ndivyo tunavyodumu katika imani na kujengwa juu ya msingi imara wa neno la Mungu. Neno la Mungu aliyumbi, ni thabiti, ni imara, haliwezi kuondoshwa. Nilipenda maneno ya mtunzi wetu wa lesoni hii katika ukurasa wa 110, ile aya ya mwisho kabisa. Anasema kuhusiana na wazo hili, ni neno la Kiyunani linalotafsiriwa imara, likirejelea jengo lisiloweza kuondoshwa, na kwa kuongezea, Mkristo ambaye hawezi kugeuzwa na kuliacha tumaini la Injili. Neno hilo linatumika katika Wakorintho 15:58. Muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Kuwa katika imani sio jambo la lele mama. Ni kudumu. Kudumu kunako maanisha kustahimili. Safari ya imani sio safari rahisi sana. Kwa hiyo tunapaswa kudumu na kustahimili. Anapoleta picha ya jengo lisiloweza kuondoshwa, nilikuwa nawaza juu ya mfano wa Yesu katika kile kitabu cha Mathayo 7:24-27. Anapozungumza wajenzi wawili. Mmoja mwenye hekima aliyejenga juu ya mwamba, nyumba yake ikawa imara. Pepo na dhoruba na tufani, mvua kubwa imenyesha, nyumba yake ilibaki kuwa imara. Huyo ni mtu mwenye hekima ambaye msingi wa imani yake umejengwa katika neno la Mungu na sio mafundisho potovu, mafundisho yanayodanganya. Yule ambaye alijenga kwa bahati mbaya nyumba yake juu ya mchanga, akaweka mke na watoto wake ndani ya hiyo nyumba, alileta uangamivu kwa nafsi yake na familia yake. Maana mvua ilipokuja, upepo na tufani, nyumba yake ilisombwa. Kwa hiyo tunachohimizwa na Paulo kupitia kwa Wakolosai ni kudumu, kuwa na saburi, kustahimili, kuendelea, kutoachia safari ya imani, maana tayari tuna msingi thabiti, msingi wa neno la Mungu. Amen. Asante sana mchungaji Didasi. Mchungaji Tuvako, ukiunga hapo, tunaona namna mtume Paulo aliyotenda katika nyakati ngumu. Hii inatufundisha nini juu ya maamuzi madogo na makubwa katika mpango mkubwa wa Mungu wa milele? Nini ambacho tunajifunza? Karibu mchungaji Tuvako. Na kushukuru mwenyekiti. Nikiangalia hilo katika kulijibu Wakolosai sura ya kwanza, niangalie aya 24 na 25. Wakolosai sura ya kwanza naposema aya 24, sasa na yafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena na yatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawasawa na uwakili wa Mungu niliopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu. Ndio. Unamuona mtume Paulo akizungumzia juu ya furaha katika mateso. Furaha katika mateso. Kama kuna jambo gumu kufikiri, ni muktadha wa kufurahia mateso. Anamaanisha kweli anafurahia mateso? Inanipa maswali kidogo nilipokuwa natafakari sehemu hii. Si kwamba anatumia lugha ya kuwafurahisha waliokuwa wanaandikiwa. Kweli alikuwa anafurahia mateso. Unawezaje kufurahia viboko 39? Kweli
Unawezaje kufurahia kukaa kwenye dungeon, kwenye kile kigereza kiliko chini ya ardhi, kwenye baridi kali na unyevu na harufu mbaya, pahali ambapo hapana hata hewa inayopita kwa uzuri? Unafurahiaje? Kwa nini atumie maneno na yafurahia, na si mara moja ambapo ametumia neno hapa? Unajua tupo kwenye Wakolosai, lakini tumeangalia nyuma tulipotoka kwenye kitabu cha Wafilipi, tukasoma kitabu tukakiona kwamba ni kitabu cha furaha. Kitabu cha furaha ambacho kimeandikwa ndani ya gereza. Sasa unashangazwa na mambo ambayo Mtume Paulo anapoyaandika kibinadamu ni kama hayaleti maana. Lakini kwa lugha anayoitumia yapo mambo ya kujifunza juu ya nia iliyotiwa katika kile ambacho ni chema. Mtume Paulo anazungumza kwa maana hii, kwanza Kristo ana maana gani kwake, lakini pili watu wa Kristo wana maana gani kwake. Na hivyo Mtume Paulo anapozungumzia juu ya kufurahia mateso, nitaendelea kidogo katika hilo, katika kulielezea kwa namna ambavyo mwongozo wetu unatusaidia kuliona. Ninashukuru sana Mchungaji Tuvako. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi, endelea kubaki nasi. Tukirejea tena, Mchungaji Tuvako ataendelea hapo alipoishia hapo, kudadavua kwa uzuri. Tumerejea tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama unaungana nasi hewani, ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, kuna jambo ulikuwa unalielezea pale kabla ya kwenda mapumziko, karibu uweze kuendelea. Naam, tumezungumza kidogo juu ya mazingira ya Mtume Paulo anapoandika akisema na yafurahia mateso, kama Wakolosai ile 1:24-25 inavyoelezea. Lakini katika kulijibu swali lako la msingi mwenyekiti, mpango wa Mungu ulio mkubwa au mpana anajiwekaje mle ndani na kiasi ambacho anafurahia yale mambo ambayo ni udhia na mateso. Kitabu cha Wafilipi, wa Efeso na Filemoni kinaonekana kuandikwa akiwa katika kifungo au gereza la nyumbani. Lakini pia wakati mwingine tunaona pia akiwa katika gereza lenyewe. Lakini vyote hivi vitatu akiwa gerezani. Kwa ufupi tunasema akiwa katika gereza. Maana hatimaye anapoandika Wakolosai yupo kwenye kifungo cha nyumbani. House arrest. Na yupo katika mazingira ambapo hayuko huru kutembea na kuhubiri injili kwenye miji na vijiji kama alivyopenda na kama alivyosukumwa kufanya. Hata hivyo, licha ya kwamba tunajua nyaraka zingine, Timotheo wa kwanza na Tito viliandikwa alipotoka katika hivi vifungo, lakini mwishoni Timotheo wa pili akaiandika tena akiwa kwenye mikatale kwenye gereza kule Rumi. Hapo katikati pia Waebrania alikiandika kitabu cha Waebrania. Sasa nikirudi katika msingi wetu wa mpango wa Mungu, hili ndilo ambalo ninapendekeza kwako mpenzi mtazamaji na msikilizaji na sisi sote. Mpango wa Mungu wa milele waweza kuwa mpana sana. Na kama ulivyo dhahiri ni kwamba Mungu amekusudia kila mtu apate kuokolewa. Na tutaliona hilo kwa undani zaidi. Lakini Mtume Paulo ananifanya nione taswira fulani ambayo nakumbuka katika mbinu za ualimu. Kuna namna wanaita scheme of work. Si mpango kazi ule ambao ni mpana zaidi. Halafu kuna lesson plan, ile ambayo ni mpango wa andalio la somo la siku husika. Na hivyo andalio la somo la siku husika linatembea kulingana na ule mpango kazi wa scheme ambayo ni pana. Iwe kuna changamoto gani unapoandaa kwa ajili ya siku, unalenga
kwamba lile lengo kuu lau kwa siku moja moja, hatua kwa hatua, lifikiwe hatimaye. Na sasa Mungu mpango wake kwetu ni mpana na wazi. Maana ndio maana tutairejea hii mara kadhaa. Yohana 3:16 anasema kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima, apate uzima wa nini? Wa milele. Ndio maana akamtoa mwana wake wa pekee. Mpango mkuu wa Mungu ni wokovu. Na wanazuoni wanakwambia ukitaka neno moja la kufupisha juu ya kitabu hiki kitakatifu, ni neno wokovu. Na kwa lugha hiyo Paulo anaingia na kufiti mle, anatoshea kwenye kisehemu kidogo katika mpango mpana. Anapoingia na kuonekana akifanya uwakili huu, akifanya huduma, anaita huduma katika kanisa lake, ambalo hilo limemfanya awe na uwakili huo. Anajiona ana furaha kwa sababu ameshiriki katika mpango mpana wa Mungu. Jicho la Paulo haliangalii pale kwenye gereza, linaangalia hitimisho la ule mpango unapokwenda kukamilika. Linaangalia kumbe katika andalio la siku ya leo nimo. Anajikuta yumo. Niseme ni vyema tukaangalia ukurasa 111 unavyosomeka hapa, anapotumia maneno haya kwenye ibara mbili za mwisho, anaposema mpango wa Mungu wa milele uliona kabla haya yote na zaidi. Neno la Kiyunani analotumia Paulo katika Wakolosai 1:25 ambalo ni uwakili, ni ekonomia, likitumiwa kwa namna yenye mipaka, linarejelea njia ya Mungu ya kupangilia mambo. Hiyo ingejumuisha utume wa Paulo, lakini katika maana pana zaidi linajumuisha yote aliyotoa Mungu katika mpango wa wokovu. Hivyo huduma ya Paulo na mitume wengine, manabii wa Agano la Kale, vyote kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na Musa, walikusudiwa kutumia na kutimiza neno au mpango mpana wa Mungu. Na hivyo ingawa kwetu leo mwenyekiti, ingawa tunaweza tukamzungumza Paulo sana, na hawa mitume na manabii kama walivyotajwa hapa, linakuja kama changamoto kwetu. Ufikirie katika maisha yako mwenyewe, maamuzi madogo madogo unayoyafanya yanaingiaje katika andalio lako la kuokolewa kila siku. Ikiwa yanafaa, yanafiti, yanapelekana na mpango mpana, una haki ya kufurahi hata kama hujaona matokeo. Na hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Anapotusaidia kuona namna ya kutembea siku kwa siku, ndivyo tunaweza tukafurahia matokeo ambayo bado hatujayapata. Maamuzi madogo au makubwa. Unaamua kwenda shule yenye maadili gani? Unaamua kwenda kwenye ajira ya namna gani? Je, unaamua kuzishika amri za Mungu kwa njia ipi? Maana ni uchaguzi, na unafanya haya maamuzi wewe mwenyewe. Unaamua kwamba utamheshimu Mungu kwa mali yako kwa namna gani? Kuna yale ambayo ni ya msingi kabisa, na kuna yale ambayo ni moyo unasukumwa kufanya kwa sababu umefanya maamuzi ama madogo madogo au makubwa. Na katika hayo, je, yanakaa kwenye mpango wa Mungu? Ndio. Utapata furaha. Asante sana Mchungaji Tuvako. Mchungaji Didas, ukiunga hapo, katika nyaraka za Paulo tunaona kuna maneno ambayo yanajirudia. Kuna neno ambalo linajirudia. Neno siri. Kwa nini? Karibu Mchungaji Didas. Asante sana mwenyekiti. Nimefurahi sana jinsi Pastor Tuvako anavyoelezea juu ya mpango wa Mungu wa milele, ambao kimsingi ndio hii siri ambayo Mungu hatimaye katika Kristo Yesu anaiweka wazi, anaifunua kwetu. Amesema kitu fulani katika hiyo aya aliyosoma tu hivi punde, njia ya Mungu ya kupangilia mambo. Mungu ameweka utaratibu fulani, ameweka njia ya msingi ambayo kwayo tunaokolewa. Hii ndiyo siri, kuna namna ambavyo Mungu anajifunua katika mpango wa kumkomboa mwanadamu, hasa katika Yesu Kristo ambaye
utimilifu wa wakati ulipofika alikuja. Na katika sehemu nyingine Paulo anarejelea siri hii ya Mungu ambayo ni kusudi la Mungu la milele aliyoiazimu tangu milele kwa utukufu wetu. Hii siri ya Mungu katika waraka wa Petro wa kwanza 1:10 hadi 12 kuna mambo ya kustaajabisha kwamba hata manabii walitazamia sana, manabii wa Agano la Kale walitazamia jambo hili, hii siri kufunuliwa. Walisubiri hata taifa la Israel kwa shauku sana kutimizwa kwa kusudi la Mungu, siri yake kufunuliwa, mpango wa kumkomboa mwanadamu. Kilichonivutia zaidi kwamba hata malaika wanatamani kuyachungulia mambo haya. Hawaelewi, wana shauku ya kujua kwamba Mungu atafanya nini katika kumkomboa mwanadamu. Ndiyo maana inasema ni siri iliyositirika tangu milele. Ni siri ya kale mno. Pastor akisema, nadhani ulisoma mahali fulani, kama ukusoma, lakini anasema tangu kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Kana kwamba Mungu hakuwa caught by surprise, yani alishtukizwa kwamba dhambi imeingia. Na sasa how do I go about it? Ninafanya nini ili kukabili tatizo la dhambi? Alikuwa ameshatengeneza mpango, lakini ilikuwa imefungwa katika yeye. Amina. Hakutaka kuifunua kwa namna yoyote. Inayotupeleka kwenye ukweli kwamba siri hii ni namna ambavyo Mungu mwenyewe anakuwa mpatanishi na anashuka katika nafsi ya Yesu Kristo kuja kuifunua siri hii, kwa maana kwamba anamkomboa mwanadamu. Siri hii imefunuliwa kwa njia ya Kristo, yani kwamba Mungu mwenyewe, yani hili jambo ninatamani kulirudia kwamba inawezekanaje Mungu mwenyewe awe mpatanishi katika nafsi ya Yesu, anakuja na kukaa nasi duniani. Paulo anasema siri hii imefichuliwa tangu zamani kwa vizazi vyote, lakini sasa imefunuliwa kwetu kwa njia ya Kristo ambaye alikuja ili kutuunganisha na mbingu tena kwa njia ya msalaba wake. Wakolosai sura ya kwanza 26 na 27 anasema siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Amen. Sehemu ya mpango huu, sehemu ya siri hii wa tangu milele inahusu muunganiko kati ya mwanadamu mwenye dhambi aliyepatanishwa na Mungu na Yesu ambaye ni kiungo. Bila Yesu Kristo kama link, kama kiungo kati ya mbingu na dunia, hakuna upatanisho. Nikiangalia kwenye cover yetu hii, aliyo design cover ametudesignia cover nzuri sana. Yesu anaonekana kama aliyeshikilia, mkono wake unamshikilia mwanadamu, alafu mkono wake mwingine umeinuliwa kama kushika mbingu na anatuvuta pamoja. Kwa hiyo kiini cha siri hii ni uhusiano usiokoma kati yetu na Yesu Kristo. Paulo anasema katika ile aya ya 27 wa Kolosai 1, Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Yohana anapoandika sura ya 15:5 anasema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Yeye anayekaa ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana. Maana ninyi pasipo mimi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo kiini cha siri ya Mungu, ya mpango wa wokovu wa mwanadamu, sio katika kile tu ambacho tumeona Kristo ametufanyia katika msalaba, ambayo tumeipokea kwa imani. Tumeona ile dumuni inakuja hapa pia. Kushikamana daima na Kristo, kuishi katika neno lake, ndivyo tunadumu kuunganishwa na mbingu. Kwa hiyo tunapaswa, kama Yohana anavyohimiza, kukaa ndani ya Yesu Kristo. Anacho sisitiza Paulo, Kristo ndani yenu, tumaini lenye utukufu. Bila Kristo hatuna wokovu. Na hivyo tumaini letu lingekuwa ni bure kabisa. Ili tumaini la wokovu linatupeleka kwenye maisha ambayo kana kwamba kwa Kristo kuishi ndani yetu ni kana kwamba
tunaishi tayari kama wanufaika. Tuliona nyuma kwamba tunaishi kama wanufaika au raia wanaoishi mbinguni tayari. Lakini huo ni kwa sababu tumeunganishwa na Kristo. Kwa hiyo siri inahusu jinsi Yesu alivyokuja, akaishi, akafa, akafufuka, akapaa kwenda mbinguni. Na sasa yuko mbinguni daima mbele za Baba akituombea. Na habari njema ni kwamba ipo siku moja hivi karibuni atakuja tena. Amen. Na ndipo atafanya hii kazi halisi, kuunganisha mbingu na dunia, wakati familia ya waliokombolewa ya duniani itakapoungana na familia ya mbinguni. Hapa ndipo hata malaika watakapoelewa kile Mungu alichofanya katika Mungu. Katika Mungu, katika Kristo alichofanya kwa ajili ya wokovu wa mwanadamu. Ndipo wataelewa hii siri ya Mungu iliyokuwa ya kale kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu. Tena eti yeye Mungu ndiye anayechukua hatua ya kwanza, anakuwa mpatanishi, anatoa asili ya kibinadamu, anakuja kukaa kati yetu ili hii siri funuliwe na apate kumkomboa mwanadamu na kumrejesha katika uhusiano naye. Asante sana mchungaji Didas, siri hiyo kupatia hiyo. Mchungaji Tuvako. Naam. Kwa muktadha wa somo letu la juma hili, kila mtu anafikishwaje kwenye utimilifu wa Kristo Yesu? Nakushukuru mwenyekiti, niangalie katika kulijibu hilo kwenye sura ya kwanza ya Wakolosai 28 na 29. Anaandika hivi mtume Paulo, Wakolosai 1:28, ambaye sisi tunamhubiri habari zake tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. 29, nami najitaabisha kwa neno hilo hilo, nikijitahidi kwa kadiri ya kutenda kazi kwake atendaye kazi ndani yangu kwa nguvu. Sasa mambo machache muhimu sana katika kujibu swali lako mwenyekiti. Inaonekana kwenye aya moja tu ya 28 kila mtu mara 3. Mtajwa mara 3. Huwa msisitizo sio mdogo. Ni lugha ile ya Yohana 3:16. Ndio. Kila mtu. Kila mtu. Ni lugha ile mtume Yohana ambaye ndiye nabii Yohana anaiandika hivyo, lakini Paulo mtume anaiandika hivi. Ni lugha ile ambayo inaakisiwa Kristo anaposema yeye anayenikubali, anayechukua msalaba wake na kunifuata ndiye anayeokolewa, anayekana nafsi, inashangaza jinsi maandiko yanavyodhihirisha jinsi ambavyo mtazamo wa Mungu ni kwa mtu mmoja. Yes. Anakuona chumbani, anakuona sebuleni ulipo, anakuona kama mmoja. Si hoja ya familia. Hapana, si hoja ya kanisa au jamii pana. Ni mmoja, wewe kama wewe. Una fursa muhimu adhimu ya kufanya uamuzi kama wewe. Na sasa katika hili mtume Paulo analiandikia kwa msisitizo. Anatenda kazi kwa bidii. Na kwa sababu gani? Yupo atendaye ndani yake kwa nguvu. Amen. Hivyo kuna mota ndani ambayo ni roho wa Mungu anayemsukuma kuifanya hii kazi. Lakini jambo la pili nitamke hapa pia mwenyekiti, ambalo linaonekana kwenye ukurasa 113, ni jinsi ambavyo furaha ya mtume Paulo baada ya kuona amemfundisha kila mtu, amemuonya kila mtu kwa namna alivyoweza, kwa uwezo ambao umewekwa ndani yake, anaonesha furaha ya kushuhudia ukuaji. Ukuaji ni zoezi zuri. Ndio. Na hakuna hata mzazi mmoja ambaye hafurahii mtoto anapokuwa. Lakini inapendeza sana. In fact unaweza kukumbuka kwa wale ambao tumepata baraka hiyo ya kulea na kuzaa na kulea, unapata ile hatua, kwa mfano kanapoanza kuongea ina utamu wake. Ndio. Halafu saa ile katakapoanza kutembea taratibu, katoto kale unaona wow, kanakuwa na kanaanza kutambaa, ndio, lakini katainuka, kataanguka, katainuka, lakini baadaye hako. Naona mwenyekiti unakumbuka familia yako. Na katika mazingira kama hayo unakwenda
unajikuta kuna furaha yake ambayo haielezeki kwa maneno. Ni uzoefu tu. Unajikuta hivyo. Na Mtume Paulo anapofurahia ukuaji hadi ukomavu, hatuna budi kumwelewa. Ndio. Analiangalia zoezi hili katika hali ya kiroho, lakini akitumia sitiari kama ya uhalisia wa mtu anapozaliwa na kukua. Lakini jambo la tatu naloliona hapa ni jinsi ambavyo utimilifu umesisitizwa kwa namna ambayo unapatikana kwa neno la Mungu. Kwamba utakuwa ndio, lakini ili ufikie ile ambayo neno la Kiyunani ni teleios, ukamilifu au utimilifu ambao upo katika Kristo, ni neno la Kristo likae, likue, likomaze ndani yako, likukomaze hivyo. Lakini mwenyekiti, hili jambo niliseme kabla sijamaliza. Hali ya kufikia ukomavu, hali ya kuchagua kila mtu apate kuokolewa, ni fursa ya uchaguzi wa kila mtu. Ndio. Kwenye ukurasa 116 kwenye mwongozo wetu kuna kisa kinaelezwa cha binti aliitwa Elizabeth Barrett. Akaamua kuolewa na kijana aliitwa Robert Browning. Robert ni kama jina langu. Basi lakini katika yale mapatano kwamba waoane, wazazi wa Elizabeth wakakasirika, wakaweka na uadui dhidi ya Elizabeth na of course na mmewe, kwa sababu hiyo hapakuwa na mawasiliano. Miaka 10 Elizabeth akawa anaandika barua kila juma anajaribu kutafuta wazazi wafanye upatanisho nao. Miaka 10 hakuna jibu. Huo ni uamuzi. Miaka 10 ilipoisha, siku moja akashangaa anapokea parcel inakuja kwa posta siku zile, na anapofungua anakuta zile barua zote alizoziandika na hakuna hata moja iliyofunguliwa. Maana yake ni nini? Walikataa kuzisoma. Ilifika hata kuzifungua hawakufungua, wakazirudisha zote. Leo zile barua zinachukua nafasi muhimu sana katika fasihi ya Kiingereza, kwa sababu ziliandikwa kwa mguso wa ndani kabisa wa moyo unaotafuta upatanisho kati ya mtoto na wazazi. Laiti kama anavyosema mmoja anayedondoa juu ya barua hizi, wangekosea tu kidogo wakafungua wakasoma ya kwanza labda na ya pili, inawezekana kwa kiwango kikubwa kabisa kwamba upatanisho ungekuwa umefanyika. Ndio. Kisa kinaishia hapo, lakini kinatuambia nini? Sio kila mtu ataokolewa. Kwa sababu sio kila mtu anayechagua kupokea barua za upatanisho. Na hivyo tunachokiona leo ni kwamba uweza wa Injili upo kwa namna uwezavyo kumfanya mtu awe katika utimilifu wa Kristo, lakini ni kila mtu anayekubali. Yule asiyekubali hakuna namna, Mungu hawezi kumlazimisha. Mungu hawezi, hicho ni kitu hawezi. Kwa sababu kanuni ya Mungu, yeye tabia yake ni agape, ni upendo. Na upendo hauna kulazimisha kamwe. Unamweleza, unaonesha, unadhihirisha, unatenda, unavuta, unafanya vyote, lakini kamwe haulazimishi. Unatoa nafasi ya kuchagua. Kwa nini nimeisemea hii kwa bidii? Kwa sababu leo tunapozungumzia upatanisho, hatuwezi kupata tumaini ikiwa hatua za upatanisho na mchakato huo kila mmoja tulivyo hatujaukumbatia. Mungu atusaidie tuukumbatie. Tusikae kama tuliopokea barua isiyosomwa. Asante sana Mchungaji Tuvako. Tunapoelekea ukingoni, Mchungaji Didas, leo ni upatanisho na tumaini. Juma hili mwenye dhambi anayejitambua kuwa mbali sana na Kristo, huyu mwenye dhambi anawezaje kupatanishwa na Mungu na kupokea tumaini? Tumaini hapo. Karibu Didas. Asante sana mwenyekiti. Na
ninajaribu kurudisha mawazo yangu nyuma. Kuna wakati niliugua sana. Na katika kuwa na ubishi, kwa sababu huwa kuna maeneo huwa sipendi sana. Yaani nikiwaza tu kwenda ninapata shida pamoja na hospitali. Kwa hiyo nikaumwa, nilikuwa maeneo ya kusini kule. Na bahati nzuri mmoja wa watu niliokuwa naishi nao karibu alikuwa ni daktari. Tena mshiriki ambaye nilikuwa ninamlea wakati huo, akaniambia, "Pastor, ukumbuke kuja hospitali." Nikasema mimi sitaenda hospitali. Nikidhani kwamba nitakomaa tu kiume, kumbe malaria ilikuwa kali sana. Baada ya muda fulani ilipozidi, nilitafuta tu bodaboda kukimbia kwenda hospitali, japo nilikuwa sitaki kwenda, maana ndio ilikuwa usalama wangu peke yake. Kuna watu wanaohisi kwamba akiwa mwenye dhambi sana hawezi kwenda kwa Yesu. Wakati unapoumwa sana ndipo unapohitaji tabibu, kwa namna Yesu anavyosema. Na kuna wengine wanajisogeza nyuma, wanajiona ni wenye dhambi mno. Na wengine wanaenda mbali kusema kwamba nitakapokuwa mkamilifu, nitakapoacha dhambi, basi nitaenda kanisani, nitaenda kwa Yesu, nitakuwa Mkristo. Nikana kwamba unaumwa malaria kali, alafu unasema ukipona ndipo utaenda hospitali. Wakati mchakato wote wa kukufanya upone niko kwenye mikono ya tabibu. Tabibu mkuu ambaye ni Yesu ndiye ana suluhisho la matatizo ya mwenye dhambi aliyetanga mbali sana. Na katika ukurasa wa 114 kuna neno ambalo mjumbe wa Mungu katika kitabu cha Christ, The Steps to Christ, anasema ukurasa wa 62, anasema Kristo amefanya njia ya kuokoka kwa ajili yetu. Kwa hiyo mwenye dhambi aliye mbali sana asiogope. Amina. Tayari Kristo ameandaa mpango, ameweka njia kwa ajili ya wokovu wake. Na akomei hapo. Anaendelea mbele zaidi kwenye aya inayofuata, anasema zaidi ya haya Kristo anabadilisha moyo. Naam. Tuliona kwamba tulipokuwa adui wa Mungu, Pastor Tuvako alisoma fungu hapo, katika nia zetu, mioyo yetu ni midanganyifu, imejaa dhambi na haiwezi kupatana na Mungu hivi hivi. Lakini kwa njia ya Kristo tunapomsogelea kwa imani ile tuliyojifunza, yeye anabadilisha moyo. Tuliona katika masomo haya operation, namna ambavyo tunaweza tukabadilishiwa mioyo yetu mibaya migumu, tukapewa moyo mzuri ambao Roho wa Mungu anaweza kukaa ndani yake na kulithibitisha neno la Mungu, na hivyo kuishi maisha makamilifu kama watu wanaokuwa katika wokovu tunaojifunza. Kwa hiyo hatuna chochote ndani yetu. Hiki tunapaswa kujua. Maana wengine wanasubiri kana kwamba wajifanye safi wenyewe. Lakini neno hili linatuambia kwa hiyo hatuna chochote ndani yetu cha kujivunia. Hatuna sababu ya kujiinua. Wokovu, Pastor Tuvako alisisitiza kule nyuma kwamba ni kwa njia ya Mungu pekee, ni bure kwa njia ya Kristo aliyetufia. Hatuwezi kujivuna kwa jambo lolote. Paulo anasema kama tunaweza kujivuna basi ni kwa msalaba wa Kristo. Ndio itufanye tupige kifua. Kwa nasema sababu yetu pekee ya tumaini katika haki ya Kristo tunayopewa na katika kile kinacholetwa na Roho wake atendaye kazi ndani yetu na kupitia kwetu. Sababu yetu pekee ya tumaini ni katika haki ya Kristo tunayopewa na katika kile kinacholetwa na Roho wake atendaye kazi ndani yetu na kupitia kwetu. Hivyo tu ndivyo mwenye dhambi aliye mbali na Kristo kwa njia ya Kristo mwenyewe anavyoweza kufanya na kuja kwa Kristo na kupatiwa tumaini kutokana na haki ya Kristo na utendaji kazi wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo wa mwenye dhambi. Nikushukuru sana Mchungaji Didas, nikushukuru sana Mchungaji Tuvako kwa kuwa nasi tena katika kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fanuel Tanda, ninakutakia baraka za Bwana. Tukutane tena katika kipindi kijacho cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tunapomaliza kipindi chetu ni kuombe Mchungaji Tuvako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu. Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, muumba wetu, wewe uliye mwokozi wetu na mkombozi wetu, tunakushukuru sana na tunakusifu. Tunakutukuza kwa sababu wewe peke yake unastahili.
Asante kwa somo zuri ambalo kwalo tumejifunza na tumekusikia. Ukituelekeza katika namna itufaayo kwa ajili ya kupokea tumaini ulilowekeza kwa ajili yetu. Mchakato wa upatanisho ambao uliuanza tangu kwa wazazi wetu wa kwanza umekuwa ukiuendeleza kila kizazi, kwa kila taifa, kila lugha na jamaa. Bwana, asante kwa sababu upendo wako ni mkuu kiasi hicho. Amen. Tunakuomba sasa sisi wenyewe utusaidie pokea mkono wako unaotupatanisha na wewe. Lakini pia mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mbariki anapoamua kukuchagua. Amen. Kila mtu mahali pake anapokuchagua wewe kama mwokozi wake. Asante kwa kutusikia katika jina la Bwana wetu Yesu. Amina. Amen. Amen.